Waafrika waliwahi kutawala Ulaya? Nasema ndio. Ndio yale tunayosema kuanzia mwaka 711 AD mpaka 1492 Mwafrika alikuwa Ulaya na alitawala Spain, alitawala Ureno na sehemu ya Ufaransa. Alikuwa Mwafrika gani? Alikuwa Muislamu, alikuwa Mkristo? Sio mjadala wetu hapa. Mjadala wetu alitoka Afrika. Alitokea wapi? Alitokea Morocco, Algeria na maeneo haya. Kwa sababu Morocco kwenda Spain, Hispania, tumesema katika bahari pale ni masafa ya kilomita 14 mpaka 15. Pangeweza kuwekwa pengine hata daraja, lakini kina ni kirefu sana. Sasa kilomita 14 15 mtu anaweza kutoka Morocco akaruka akaingia. Mwaka 711 Waafrika wamekwenda Ulaya. Hawakwenda kutembea na kutalii tu, waliteka Spain. Wakati huo ambapo ipo Ulaya kwenye kiza. Ahsan, ndo nataka uelewe sasa, ndio connection za kihistoria hizo. Mwaka 400 na pameanza kipindi cha kiza kule. Na watu wazungu wanataka kutuambia kwa kuwa wao walikuwa katika zama za giza, dunia nzima ilikuwa katika kiza. Ambapo si kweli. Tunazungumza watu washatolewa kwenye kiza Maka na Madina na miji ile. Na Uislamu umefika mpaka huku kwetu. Na sisi hapa tunazungumza lugha, ustaarabu unaomjenga mwanadamu kutambua utu na ubinadamu umeingia mpaka kwetu, kwa sababu ndio mjadala wetu hapa. Kwa hiyo Mwafrika ambaye hakuwa Mwarabu, alikuwa ni hama barbar, mababa. Waarabu wanasema barbar, ndio walioingia kule. Sasa walikuwa Waislamu, walikuwa Kristo, sio mjadala wetu. Lakini walipoingia kule walipeleka ustaarabu kule. Na waliiteka wakaishi na kutawala Ulaya katika maeneo yale miaka 800. Sasa karne 8 si chache. Na kule hawakwenda tu wakaishi, walipeleka ustaarabu wa uhandisi, ustaarabu wa mavazi, ustaarabu wa kutumia maji, na ndio walioestablish, walioeneza ustaarabu wa kuwa na maliwato ndani ya nyumba. Kwa maana ndani ya nyumba yako au karibu na nyumba yako unakuwa na maliwato, eneo maalum la kwenda kufanya haja. Imeasisiwa na Waafrika. Imeasisiwa na Waafrika waliotoka Afrika wakaenda Ulaya. Kuitawala Ulaya. Walitawala Ulaya. Sasa hii lugha ni ngumu kwa watu kuelewa, lakini ndio historia. Naam. Wametawala Ulaya. Na matumizi ya maji, na wako watu wastaarabu wazungu walioandika mchango wa hawa watu katika kukua kwa ustaarabu wa Ulaya. Sasa huu ni mfano mmoja ambao nataka tuelewe kwamba baada tu ya kuanguka kwa tawala za Waafrika waliokwenda kule, ambapo Waarabu nao walikuja wakajiunga nao, ndio kipindi kilichoitwa sasa zama za mwangaza. Ndizo zilizowatoa kina Christopher Columbus, kina Vasco da Gama na wengine. Lakini katika nukta ambazo nataka tuelewe ni kwamba Waafrika hawakwenda tu Ulaya. Mwanga wao uliangaza zaidi ya Ulaya. Walikwenda bara la Amerika kabla ya Christopher Columbus kwa miaka takriban 200. Kwa sababu tunasoma katika historia ya mfalme wa Mali, mtawala wa Mali akiitwa Mansa Musa. Mansa Musa aliachiwa utawala, vitu havifundishwi katika shule hizi. Utawala wake haukuwa wa kwake, aliachiwa na kaka yake akiitwa Mansa Abubakar. Mansa Abubakar alikwenda wapi? Akamwachia utawala mdogo wake. Alimwachia Mansa Musa. Yeye alichukua merikebu 200 zikiwa na dhahabu na mali mbalimbali na askari, akahama Mali, akavuka bahari ya Atlantic mwaka 1311 kabla hata Ibn Battuta kuja huko kwetu. 1311 akaenda moja kwa moja mpaka bara hilo lilojulikana baadaye kwamba ni bara la Amerika. Sasa kama unazungumza 1490 na Christopher Columbus, huyu unazungumza 1311. Na limo katika vitabu vingi. Moja katika vitabu ambavyo viko katika mtandao, na mimi nataka nikitaja hapa ili mtu aweze kusoma, kinaitwa They Came Before Columbus. Walikuja kabla ya Columbus.
Huyu bwana anaitwa Van Stima, ndo mwandishi wa kitabu hiki, na vitabu vingine vipo, kwa sababu Al-Masudi ambaye amezungumza kuhusu pia Waswahili na wengine katika kitabu chake cha Muruju Dhahabi, kinafahamika sana kwa Waislamu. Muruju Dhahabi inathibitisha kwamba kuna watu walivuka wakaenda nyuma ya bahari ya Atlantic. Wakati huo haijulikani kwa jina la Atlantic, ameita ni Baharu Dhulumati, bahari ya kiza, kwa maana hapajulikani huko mbele pakoje. Kuna waliokwenda wakarudi, kuna waliokwenda hawakurudi. Lakini katika kumbukumbu za Christopher Columbus mwenyewe anazungumza kwamba ameona majengo na mavazi kama ya wale wa Spain waliotoka, yani yaliotawala Spain, ya Waislamu waliotoka katika bara la Afrika wakaingia pale, na misikiti katika maeneo ambayo leo hii ni Cuba aliikuta kule, na watu ambao wenye asili ya Afrika. Moja athari walizoacha katika vitu walivyoviona Christopher Columbus. Kwa hivyo kuna evidence za kitaalamu zinazoonyesha kwamba Mwafrika alikwenda bara la Amerika kabla. Na mimi nataka niseme kitu kimoja kabla sijatoa mifano mingine. Ndio. Katika kueleza haya mambo ya kihistoria kuna kitu kinachoitwa Afrocentric views na Eurocentric views. Yaani maoni na mitazamo ya Kiafrika na maoni na mitazamo ya Kiulaya. Mimi nakupa mfano ili tuelewane hapo. Kwa sababu sisi tumetawaliwa na maoni ya Kimagharibi katika kuitizama historia, badala ya kutawaliwa na maoni yetu ya Kiafrika. Kwa mfano wa Afrocentric views, mtoto wetu anapofundishwa historia hapa Tanzania, hapa Afrika, anaambiwa kwamba wakoloni walipokuja hapa walifanya nini? Anaambiwa walikuja kupora. Ndivyo tunavyoamini, si ndio? No. Walitengeneza reli kwa ajili ya kuleta maendeleo yetu? Hapana. Walitengeneza reli ili waweze kurahisisha ukoloni, kusafirisha vifaa vyao vya vipuri, kusafirisha wataalamu wao, kusafirisha kutoka interior ndani mali ghafi, na wanapoleta bidhaa za viwandani wazitoe pwani wazipeleke interior. Na ndio maana reli zote zilianzia pwani kwenda katikati. Kwa hivyo matibabu, dawa walizozileta ilikuwa lengo ni kuua dawa zetu, kuleta dawa mpya za kwetu zife. Kwa hivyo utaona hata elimu yao ilikuwa ni kuhimiza zaidi ukoloni na kuandaa Waafrika wachache watakaowasaidia kukoloni. Hiyo inaitwa Afrocentric views. Mimi nakuuliza swali, hivi mtoto wa Kijerumani anafundishwa kwamba sisi tulikwenda Tanganyika kuiba? Anafundishwa nini? Kwamba walikuwa washenzi, hawana dawa, hawana maendeleo, tulikwenda kuwapelekea maendeleo. Kwa hivyo mtoto wa Ujerumani akikulia anaelewa kwamba sisi tumeweza kusaidia Waafrika, tuliwapelekea ustaarabu walipokuwa washenzi. Yale yanaitwa Eurocentric views, ni maoni ya Kiulaya. Lakini sisi uhalisia wetu ni tofauti na wakwao. Na ndivyo tunavyomzungumza Christopher Columbus kwa mujibu wa Eurocentric views badala ya Afrocentric views. Waarabu wamefika kule, lakini vile vile na Waafrika walifika kabla ya kufika mwingine. Lakini katika Afrocentric views, maoni ya Kiafrika, mitazamo ya Kiafrika katika historia ni kuhusu Ugiriki. Ugiriki imepambwa ikatengenezwa kuonekana kwamba ni katika staarabu za awali zimesaidia dunia kufikia hapa ilipofikia. Tunakubaliana, ina mchango wake. Lakini ukienda kusoma kitabu kinaitwa The Stolen Legacy, na chenye kiko katika mtandao. The Stolen Legacy ni cha bwana mmoja anaitwa George James. Anazungumza hizo stolen legacy, yani turathi zilizoibiwa Afrika, kwamba ustaarabu wa Mgiriki umechangiwa kwa kiasi kikubwa sana kukua kwake kutokana na ustaarabu wa Misri. Na namna gani wameiba mpaka vitabu na taaluma ya philosophy wameiba Misri. Na anatoa evidence kwamba Alexander the Great, mwanafunzi wa Aristotle, alikuwa ni kazi yake kubwa ni agent wa kuchukua maarifa kumpelekea mwalimu wake na vitabu. Sasa nataka tuseme kwamba
ukoloni sio tu mtu kuja akakutawala katika uchumi, ni kukutawala mawazo na fikra, ukaamini kwamba bila yeye huwezi na yeye ndio amekustaarabisha. Ndio ukasema kwamba zama za kiza Ulaya, watu wa Ulaya wanataka tuamini kwamba dunia nzima ilikuwa katika kiza, kwa sababu wao walikuwa katika kiza. Zama za mwangaza kwao ni wao walipoibuka wakaanza kutawala dunia. Sasa wanataka dunia nzima ifahamu kwamba hizo ndio zama za mwangaza kwa wote. Lakini ukweli ni kwamba wao walikuwa wametawaliwa. Walipomaliza kutawaliwa ndipo walipoanza kuangazia dunia na wakaanza kupata uhuru wa kisayansi, na wao walipoliangusha kanisa waliliita kwamba linawazuia kuendelea, na wanasayansi wakawa wakinyongwa hadharani kwa sababu wamesema kinyume na kanisa linavyosema. Kwa mfano, mtu anaitwa Galileo ambaye alihukumiwa kwa kuzungumza kwamba dunia ni duara, akaambiwa hapana, na akatakiwa atubu hadharani. Sasa msingi huu unauweka kwa maana gani? Tuelewe kwamba Afrika iliendelea, haikuwa kando, haikuwa katika periphery, na iliendelea kabla zama za kiza. Kwa hizo tarehe tulizozitaja, Kilwa ambao ni Swahili Empire, hatusemi Waswahili ustaarabu wao ulianza wakati huo, lakini utawala mkubwa ulioenea eneo la pwani ya Afrika Mashariki unaojulikana sana ni Swahili Empire, ambayo ni Kilwa. Sasa Kilwa hii mbali na kuwa ilitawala ukanda mkubwa sana, lakini ilianza karne ya 10 mwaka 900 na ambapo wao wako katika dark ages, na walikuwa na international trade kwa maana ya biashara za kimataifa. Maana biashara za kimataifa walifanya na China, walifanya na India, walifanya na watu kutoka Baluchistan, ukanda wa Baluch, walifanya na Washirazi kutoka Persian, walifanya na Waarabu kutoka Hadramaut, kutoka Gulf, kutoka Omani, ukanda ule. Hawa Wajerumani na Wareno tunawatizama kama watu waliochelewa, japo Wareno walianza kuja mwishoni mwa karne ya 15. Na walifanya biashara gani? Hawa walikuja kuchukua vitu na walileta vitu. Kwa mfano silk ambao ni hariri ilitoka China ikaja mpaka huku. Mapambo yalitoka China yakaja huku. Lakini huku walikuwa wanachukua magamba ya kobe, wakichukua ngozi za wanyama, wakichukua manyoya ya wanyama, wakichukua dhahabu, lakini kopa. Vile vile baadaye karne ya 15 wazungu, nahimiza wazungu, waka-establish biashara mpya na Waswahili katika ukanda huu ya utumwa. Wazungu pamoja na Waswahili au Waarabu? Bila shaka biashara ni pande mbili, kwa sababu kuna mapapeti waliotumika katika Waafrika kuwa ni mawakala wa biashara hizo. Lakini biashara yenyewe ilikuwa ni ya nani? Biashara yenyewe ilikuwa ni ya mzungu. Hilo nataka lieleweke. Dr. hapo nikukatize kidogo. Tulipokuwa shule tulikuwa tunasoma pia kwamba huo utumwa huo aliobebeshwa zaidi alikuwa ni Mwarabu. Sasa leo unatuambia kwamba alikuwa mzungu ndo Mwarabu alikuwa ni wakala. Hata Tip anayezungumzwa amekwenda mpaka Kongo wapi kule. Tip alikuwa agent. Na tumezungumza kwamba biashara kubwa ya utumwa ilihusu wazungu, na haikufutwa kwa sababu ya utu, ni kwa sababu tayari wali expire, hawahitajiki. Ndio tukasema kwamba Mwarabu, hatutetei Waarabu sisi, tunazungumza uhalisia wa kihistoria. Mwarabu alihitajia kitu kinachoitwa domestic slaves, watumwa kwa ajili ya mahitajio ya ndani, nyumbani, mfanyakazi, nani, mtumwa wa namna hiyo walimhitajia. Waarabu hawakuwa na mashamba makubwa ya wapi? Mtumwa alihitajika kwenda katika bara la Ulaya na bara la Amerika kwa asilimia kubwa. Na katika bara la Amerika ni baada ya wazungu wa Ulaya kuitawala Amerika. Mashamba makubwa yanahitajia kilimo. Alafu huku pameibuka kitu kinachoitwa Industrial Revolution, mapinduzi ya viwanda. Yalianza factory ndogo ndogo, wanahitajia mikono mingi ya kuzalisha mali ghafi. Kwa hivyo usafirishaji wa mamilioni, pana historia
ina tofauti katika idadi ya Waafrika waliopelekwa kule. Acha waliokufa njiani wakatupwa, panazungumzwa mamilioni ya Waafrika waliochukuliwa kutoka bara la Afrika kusini mpaka kaskazini wakapelekwa. Kwa nini walichagua mtu Mwafrika? Nini? Pia wana vielelezo vyao kwamba alikuwa ni mtu strong, anaonekana na mwili wa kutosha, anaweza kufanya kazi zaidi. Wamesafirishwa kwa kuchukuliwa kwa nguvu, lakini mara nyingine kwa kuuzwa na watu wao, baada ya kuwa sasa ile ni biashara. Na kila biashara, hata madawa ya kulevya yanafanyika. Wasiolima, sisi hatulimi, lakini bangi tunalima, lakini heroin na cocaine hatulimi, lakini kuna wanaofanya kazi katika sisi. Kwa hiyo Afrika waliofanya biashara ya utumwa walikuwepo, hata wengine ni viongozi, ni wafalme. Ili mradi ni kwamba Mwarabu alioingia na Mwafrika alioingia alikuwa ni wakala, mwenye biashara yake mwenyewe ni mzungu.